Nyota, mapenzi yana furaha. Wewe dada njoo. Hiki ni kivuli cha mapenzi. Kwa hiyo ilikuwa ni njama yako wewe na Micha Rhymes kunichezea akili? Hebu toa mikono yako kwenye uso wangu. Toa! Swaledi, mbona nipiga sasa? Na ukiendelea kuniuliza maswali yako ya kijingajinga, nitaendelea kukupiga utaamini. Kumbuka Swaledi, umekuwa ukija nyumbani. Ndio nilikuwa nakataa, lakini leo nimedhamiria kuja kwako ili tuweze kuishi pamoja. Sioni tatizo hapo. Ishia hapo hapo. Sio mimi nilikuwa nikija kwani ukinikataa mbele za mamako na dadako. Ni kweli, lakini naomba msamaha kwa hilo. Mimi moyo wangu umetokea kukupenda. Ushachelewa. Mama amekuwa akiniambia juu yako. Kusema ukweli, sipendi kumkosea mzazi. Ni kweli nilikukataa kwa mwanzo, lakini vile nimeketi nimejioji mimi mwenyewe, nimeona kwamba kukataa mahojiano na mzazi haileti baraka. Ndio maana nimeamua kuja ili tuweze kuishi pamoja. Naomba tafadhali ukubali ombi langu. Najua nilikataa na nikakuumiza, lakini naomba msamaha. Nimeshakwambia umechelewa, ni muda sasa. Umeshaniona kwenu? Ushaniona na mamako? Hapana. Mara mwisho kuniona na mamako lini? Ndio ujue nimeshaamua mimi na wewe ni basi. Una nini? Mbona hasa unaharibu maidiano yetu? Maidiano yapi? Kwani tulielewana vipi? Wewe nana? Tulivyoachana tuliachana vipi? Nilijua tu utanigeuka. Si uliniambia utaniletea marejesho ya kakako. Mbona hujaniambia mpaka sasa? Sasa nimeshangaa, Saida ameletewa kaka yangu pale ndio nashindwa. Itakuwaje sasa? Kakako? Kakako yupi? Kwani tulielewana vipi? Si kaka yangu mwenye nakwambia. Wewe nasi tunaletea Saida. Saida huyu anti yangu. Analetwa na nani? Analetwa na dada yangu Swaledi. Kwa nini hukuniambia? Ndio maana nimekuita hapa, hata mimi nashindwa kuelewa. Sawa. Sasa tumekasirika sasa. Sasa jibu langu vipi? Kwa sasa nisha move on. Niko na mtu ambaye ananipenda. Sio wewe. Najua una machungu ndani ya moyo wako. Hakuna cha machungu hapa. Nimeshapata mtu anayenipenda. Koma huko. Tena koma. Nimekwambia sikutaki. Sikutaki, sikupendi. Na uso wako huo kama umeramba pilipili na mbirimbi usiku kucha. Mambo. Poa. Karibu. Asante. Bila shaka nitafuta. Bila shaka jibu langu litakuwa zuri. Maana nakumbuka mara mwisho nilikwambia, uliniambia utafikiria. Ndiyo, nakumbuka mara ya mwisho nilikwambia kwa nitafikiria. Ndio maana ninakuja. Natumai jibu langu litakuwa baya. Pole kama nitakuwa nimekukwaza, lakini inabidi nikwambie. Kwanza, wewe ni msichana mrembo sana, na nikuangalia hivi kila mwanaume atamani kuwa na wewe. Ila kwa hivi vigezo unavyokuja navyo unajishusha thamani. Sifa ya mwanamke kuwa na aibu, lakini wewe una hata aibu. Katika kanuni zetu za Kiafrika, mwanamke hafai kumtongoza mwanaume.
Hivi umepata ujasiri wapi wa kumtongoza mwanaume? Kwani kupenda makosa? Sio makosa, lakini mimi sija kupenda. Sawa kama kupenda makosa. Kwani mimi nina kasoro gani? Mimi nina kasoro gani nauliza? Hauna kasoro. Ila wewe hauna vitu vyangu. Sawa. Sawa. Asante kwa maneno yako. What goes around comes around. Kama ukijua bado nakupenda. Mapenzi yana furaha, yana maumivu pia. Hiki ni kivuli cha mapenzi. Mimi ni mwanaume bwana. Sitishiwi na machozi. Mimi najisimamia na hisia zangu. Katika anga la sintofahamu, nafsi hukutana bila miadi, lakini si kila mkutano huwa ahadi. Nilikuona kama alfajiri ya matumaini. Tafadhali. Nasitaki kukuona tena hapa kwetu. Sitaki kukuona, toka. Sio wewe, sio mamako. Nimewalisha. Mamako alikuwa nikimpa pesa zangu, ananunua chakula mpila, nikaenda kujaza choo. Sitaki kukuona. Na ukamwambia mamako, sitaki kumuona wala asinipigie. Please. Nimeshakwenda mwanangu, mwana haramu wewe. Golden chance never come twice. Unachezea bahati. Mimi sijui nikosi gani. Wengine ambao wazungu kumbe wadigo mwenyewe mdigo. Ngali mbuka huku ninasema na mzungu kumbe na mdigo. Yule nali nikataa leo ajileta. Lakini sitaki. Heri wa mzungu. Shwaleki. Nakwaje? Fanya vizuri tu. Wewe vipi? Poa. Mbona hujaenda madrasa mpaka sasa hivi? Bwana jitayarisha. Zaidi yuko wapi? Mimi na mwachoko nje. Nje wapi? Mimi kwanza jitayarisha, sijui uko wapi. Kwa hiyo aende madrasa. Sijui. Ukitoka ukimkuta nje hapo, mwambie namtaka hapa nyumbani. Sawa basi, na usichelewe. Alafu ada mwambie mwalimu tutalipa baadaye. Sawa. Mama, asante, nimesikia wito wako na ninafurahi sana kunikaribisha kwa miongoni mwa familia yako. Nimeshukuru kwa kuwapata nyote hapa. Ni sawa mwanangu, nakusikiza. Sasa ujio wangu hapa imetokea kumpenda kazini yangu Shwaledi. Na alikuwa mshaongea nyinyi wenyewe ama? Ndio, tushaongea na tushakubaliana. Mbona hizo habari sijazipata kutoka kwa Shwaledi? Kama haja kwambia, natumai atakwambia hivi karibuni. Kwani wewe yule ni dadako? Mambo yote lazima ujue. Lazima nijue kwa sababu yule ni dadangu. Anifichi lolote. Ndio ni dadako, lakini si yote yake uyajue. Sasa kila ambacho mshapanga. Mimi najua dadangu yuko na mtu wake mzungu. Ile siku ulikuwa amlete lakini sikuwa. Lakini ashanieleza kuwa kuna mtu. Hata ni heri ukuwa. Wana kizaazaa hapa na kaka. Dadako mwenyewe hapa dakika za mwisho karibu ashikwe na homa. Manake si mzungu kama nini, si mzungu huyo. Kama dadako alikwambia ni mzungu basi si mzungu. Wewe mwenyewe ulikuwa hujui kama si mzungu, alijua hapa au akijua alijua na Naomi ni mtu wa maskani. Sawa, kama Shwaledi atakubaliana na huyo ama mzungu, mimi sina pingamizi, atakuwa shemeji. Sisi tunajua kuna mzungu hapa, ni wadigo tu. Na kama huyu ndiye amekuja, huyu ndio tunajua sasa. Kaka, sisi tunangoja waamuzi wa dada. Yule atakayemchagua ndio atakuwa shemeji yetu. Kaka, wewe ujue tu, yule aliyekuja hapa,
Yaani ni Mdigo mwenyewe, hakuna uzungu wote alionao. Una hakika na wanachongea? Niulize mama kama kuongea Kidigo hiyo siku alikijana. Hivi ni kweli mama? Si mzungu, mimi mwenyewe Omi alipokuja kumbe ni mtu yuamjua. Dakika za mwisho yuanza kumkanyaga Omi, kumbe ni mtu hata wa maskani. Mwisho sana alianza kuongea Kidigo hapa katoka na sira. Ni mzungu. Huyo dadenu mwenyewe sio alidanganywa na nini? Mbona leo hivi? Unikani una raha leo? Naomba na vurugu, acha. Kuna nini kwani? Nyota Arts, mapenzi yana nia zake. Hiki ni kivuli cha mapenzi. Mshikadini wasema enda madrasa. Bwana unaniletea kisa tuache bwana kimwaya. Nakwambia. Haya bana, acha mimi niende. Wewe sport wa wewe nenda tu. Pipi leo kingutokea nini kwani? Nakwambia leo ninavurugwa. Wewe acha tu. Nana? Ni story ndefu shina nayo. Pole lakini kila kitu kitapita tu. Usiwe na wasiwasi. Asante kwa kunipa moyo. Alafu mdogo yuko, mbona simuoni leo? Huyo ndo mwingine. Yaani nakwambia huyo. Anisinya, yeye mwenyewe ajui tu ndio anisinya. Nipe niko na appointment na Shwaledi. Kuna mahali nataka nipeleke. Shwaledi? Yeah. Unamjua Shwaledi? Yeah, namjua lakini sina mazoea hivi sana. Aliniambia kuwa na ndugu yake mzuri. Nataka nilewe naye. Kwa hiyo maisha yako banio siawezi. Shauri yako na babako ninavyomjua. Na shule nayo? Au mambo ya muda tu. Shule nitamaliza lakini takao bado niko naye mwenyewe. Unajua vitu viwili huwezi changanya. Kumbuka kuna maradhi na kuna mimba. Na vile vyote. Mungu anajua. Lakini mimi naona maradhi itanipata kwa sababu nitakuwa na mtu mmoja tu. Vipi kama mtu mmoja ndio atakuwa nao? Hapana, namwamini. Sawa, acha tuone. Na mimi nitakuwa sawa tu. Kwa hiyo auntie usijali. Sawa. Nilikuona kama alfajiri ya matumaini, uso wako ukiwa taswira ya rehema, lakini macho yako yalijisitiri kwa tahadhari. Kana kwamba mapenzi ni mtego wa maangamizi. Nilikusogelea kwa lugha ya upole, nikabeba nia kama sadaka ya dhati. Lela, njoo hapo mwanangu. Ukaniacha nikiwa msafiri wa matarajio yasiyotimia. Salamu mwanangu, ulikuwa ngapi huko? Nilikuwa nenda zangu hapo dukani kidogo mara moja. Kuna mambo nilikuwa nataka nizungumze nawe kidogo. Mambo gani hayo? Mbona umeshtua? Hivi Brenda alipondoka hapa nyumbani alikuja huko kwenu? Hata sijamuona. Nasikia mlipigana. Na kwa nini mlikuwa mnapigana na nyinyi ni kama ndugu, mlisoma pamoja? Kwa nini mfanye hivyo? Kwanza tulikuwa twapita, yeye akatuanza kutupiga tu bila sababu. Nini kilifanya hasa mpigane mwanangu? Nasikia Blenda na Zaidi alikuwa anapigana kisa bwana, sijui alipigana bwana, sijui bwana yope mimi mwenyewe. Ndio nikaondoka nikaacha anapigana. Bwana tena? Una uhakika wewe kupigana kwa sababu ya wanaume? Mimi sikupigana. Mwanzo ilikuwa sio yangu, yao wawili. Niliacha tu nikaondoka zangu. Kumbuka nyinyi ni marafiki. Mama hako na mimi sisi ni kama ndugu. Kwa hiyo nyinyi hamfai kupigana. Kwanza nyinyi mwajua mapenzi nini nyinyi? Sijui mambo ya mapenzi mama, mimi maana sikuwa. Nilikuwepo lakini mimi sikupigana, nikaondoka nikaacha anapigana. Mwanangu, hawa waume hawaishi. Cha muhimu hapa mzingatie masomo. Hawa wanaume kila siku wanazaliwa. Mapenzi bado mtayakuta, nyinyi bado wadogo.
Zingatieni na wasomo wanangu. Mimi naenda maana nachelewa. Nitumwe kidogo sasa nika sana nitaenda kumtetesha na mamangu. Auntie naenda. Haya sawa mama. Haya. Vile ninavyomuona huyu anajua Brenda pale alipo. Na hivi leo karibu ni siku ya 3 Brenda hapa nyumbani hajafika. Lazima awe kuna kitu anakijua huyu. Haya sawa, utajua tu. Moyo una maamuzi yake, lakini hayafuati mantiki. Unayempenda hakupendi, anakuona kama rafiki tu. Unamtafuta usiku na mchana, lakini yeye moyo wake uko kwa mwingine. Anayekupenda humpendi, unamkimbia bila sababu. Anakutazama kwa matumaini, lakini macho yako hayaoni thamani yake. Mwanangu vipi? Mbona hata salamu? Kulikoni? Siko sawa. Kivipi? Mama. Naam. Umekuwa ukiniambia nimuoe Shwaridi. Niliketi mimi mwenyewe nikaona kwamba nitakukosea mimi kama mtoto wako. Nikaamua kumfuata ili nimuombe msamaha kwa kutokubali ombi lake. Lakini nilipofika pale alinifukuza yeye mwenyewe. Kwa hiyo imenifunja moyo sana. Mwanangu, Shwaridi huyu ambaye alikuwa akija hapa? Ndio. Huyu ambaye alikuwa anakupenda sana leo hii anasema akutaki tena. Sijui ni nini kimebadilika. Kila mtu ana moyo wake. Najua hiyo. Na wazazi wengi kama wewe wanaweka watoto wao matatani kama vile mimi. Lakini wewe wajua huyu mtoto wa kike ulimtesa sana. Wajua hivyo. Yeye alikuwa akija mara wewe utaki, mara nyingi wewe utaki. Si labda amepata mwingine, wewe jua. Ama ashakwambia amepata mwingine? Ndio, aliniambia kuna mwingine. Hiyo inamaanisha kwamba moyo wake ulikuwa haunipendi, ila wewe ulikuwa unamsurutisha anipende mimi. Na hilo ndilo swala mbaya sana mzazi ataweza akafanya kwa mtoto wake. Pana mwanangu, yule naye pia ni binadamu. Ana moyo. Wewe yule mtoto wa kike ulimtesa sana. Alikuwa akija hapa wewe paka mtoto wake anatoa paka pesa uzitaki. Wewe ulikuwa utarajia nini? Sasa hivi ndio sahihi wajuta. Na ninavyokuambia mwanangu, majuto uja kinyume. Ungekuwa ulikubali, singekuwa uko naye sahihi wewe. Yule mtoto wa kike hana makosa. Ni kweli. Wewe mwenyewe ndio ulidelay mwanangu, si kwamba eti yule mtoto wa kike ana makosa. Ni mara ngapi ulikuwa akija hapa wewe? Nisikilize mama. Nakusikia. Hata kama nimeumia ni haki, kwa sababu nisingefuata mambo yako basi nisingeumia. Kwa sababu mimi mwenyewe sikuwa nampenda mwanzo. Na hata tungeishi bado singekuwa nampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Wazazi waache watoto wao wajichagulie wapenzi wao ambao wameridhika nao. Inakuwaje? Mbona ukanifanya hivyo mwenzako? Fanya vipi? Mimi nakuletea mzungu bwana, mnazingua ndugu yako yule. Kuna nini? Mimi nakuletea mzungu sister, unazingua. Mzungu gani? Uniambia mwenzako ni mdigo yule. Si ungeniambia ni mdigo leo unanyaibisha mbele ya mama nawe. Ningekuwa nilikwambia yule mdigo ungekubali. Si ungeona sitaki upate riziki. Lakini mwenyewe ushamuona ukashoboka ukasema nikufanyie mchongo. Sasa mimi nikakufanyia mchongo. Wewe si ndio uliniambia wataka yule mshikaji wewe? Uliniambia kuna mzungu kakwambia fresh mlete, maana kulikuwa kijana chengine cha zengua ngakuta. Wasema jamaa gani? Jamaa mwingine ajitajiwa hapa mtaani. Ajiwa. Wampata?
Ajua sinamjua yule mtoto wa mama yule, mwanzo taongea nini? Sasa mama yake ndo alikuwa yuanishakiza niwe na mwanawe, kazi kula pesa zangu. Si waona sasa? Sasa mama yake ndo alikuwa yuanishakiza niwe na mwanawe, kazi kula pesa zangu. Mtoto wa mama namjua yule, ala lolote yule. Yule yani akishatoka kingia shamba pale, akilima hapa na hapa, mama sijui nini. Yaketishwa kwenye mkeka bwana na mamake. Sasa nisiku hapa mwenyewe nashukisha maji yangu baridi. Nasikia mtu nyuma yangu fanya hivi yeye. Yule kijana ajileta, anamwambia nini sikizi? Na mtu wangu. Mtu mwenyewe. Wewe ni mtu wangu. Mtu mwenyewe si huyu tunamjua mzungu. Ndio mzungu Digo. Mzungu yule bwana. Ngozi ile ya kizungu ile. Napita naye. Sio? Kabisa. Namfukuza hapa na namwambia. Namfukuza na mkanye mama yake watanimalizia pesa zangu. Kwani wewe ndo unatoa unalisha wale. Alafu inaku Leo sijui aliingia mitini, alikimbia yule mwanamke, sijui bibi kubwa yuko peke yake pale wateseka na njaa, mimi nikakuta fresh, acha mwache kitu. Sio mbaya sometimes pia hata Mungu anaona. Mwenyewe yule tunamjua story zake. Yaani ana maskandali kibao mtaani. Sinakwambia mimi. Yule mzee atuambia lolote. Msanii si tunamjua. Leo nini? Unapiga show leo? Kina maana huko. Nakwambia mimi. Anaupiga mwingi masehemu fulani huko. Sasa wakati mwingine upiga mwingi mpaka gasa akapitiliwa. Tuachane na sasa tutafanyaje ili tulize ile mada, maana ni aibu. Sasa itabidi mjieleze fresh. Hajafidii. Mje kama yani kiasilia, sio moja wa kizunguzungu nini. Kuelewa. Kwa hiyo ina maana yani tuje tukae na mama chini tuongee kama riziki ipo. Kama riziki ipo. Sasa shida ndugu yako anazingua kinoma. Achana naye yule, leo namtuliza leo. Nimemwambia kinyoe kidevu bila hivyo amepewa nyumbani. Na akitoa sasa. Sasa bado neno lako sheria. Mimi ndo nasikiza ndo kusema pale. Basi tutakuja naye. Bradaji lazima tufike. Lazima tupige mchele. Nasiri wali support kwa lolote zini bwaga, achana na yule kidevu cha mchongo. Devu kama beberu. Mbona moyo wangu unanitesa hivi? Nampenda asiyeniona, ninamkataa nayenia. Hii ni adabu gani ya mapenzi? Unayempenda kupendi na nayekupenda umpendi. Mapenzi yamekuwa mzunguko, kila mtu analia kwa siri. Ningekuwa na uwezo wa kubadilisha kaka yenu na kwa shemeji yenu. Sasa hilo kelele lenu la dada sijui ni kusikia. Karibu kae. Mapenzi yako yamenishika roho. Kutoka ukunda dilikoni nitakufa. Kwani mwajuana? Hamna. Mnavyoangaliana kama mwajuana vile. Hamna, tuko sawa. Kuamini Dada, si utambulisha mgeni? Sawa. Mama wakumbuka vile nilisema nitawatafutia mchumba hawa ndugu zangu. Sasa leo nimekuja na mchumba wa Omi. Ndio mchumba wa Omi huyu. Alafu nitamleta Wanasiri. Naomi mwenyewe. Haya. Mama ushaanza kuongea Omi. Wamtetea mtoto wako tayari. Omi. Si tulielewana nikuletee mchumba? Sawa. Umeridhika? Vitu vyako? Zaida, huyo ndo kakaangu ndo kuelezea ya mchumba. Ndiye ndio wewe kwa sasa. Omi, siona sibatishi. Pisi ndio hiyo. Naliona pisi kali hiyo. Kabisa. Dada, una hakika wewe si mwanafunzi? Hamna, nashamaliza. Mwanangu. Na mama. Nyumbani kwenu ni wapi? Kosi nikuwa Kibondani. Kibondani. Ndio. Ni mtoto wa nani wewe hapo Kibondani? Wa homeboy.
Omboi unamjua mimi ama kuna omboi mwingine? Sijui mjua nani? Huyu wa mzee Hamisi. Ndio. Ndio babako. Wewe wasoma ama ulimaliza? Ndio nasoma. Wewe wasoma? Na hapa watarajia wewe ni mwanafunzi na uolewe? Manake mimi nataka mtu akiingia hapa niwe nitakwenda kwa babake, kwa watu wake, nikajitambulisha muoze mwanangu. Wame tayari kwenda fungwa wewe. Manake maisha ya siku hizi mwanafunzi huyo, na ukijulikana uko na mwanafunzi uenda fungwa baba. Mimi naona hichi kikao kinusu cha wanafunzi. Sasa hapa hakuna uozi. Sasa Kenya hii tulionayo, ndoa za mapema hazitakikani. Nyinyi vijana ukitembea huko nje uonekana tayari ushakomaa, ukipata mwanamke bona achukulia basi ishapata muli. Msikie, yule ni mwanafunzi. Wamjua huyo? Namjua. Kwa hiyo mwajuana, maana tulivyoingia hapa vile mlivyoangalia mmelipata. Mwajuana, si ndio? Wamjua huyo? Ndio namjua. Kwa maana ashanipata paka shule. Omi. Kwa hiyo kumbe wewe ulikuwa mjua mwanafunzi tena wafuata paka shule. Wewe wafuata wanafunzi paka shule. Uogopi wewe? Unajui kama serikali ina mkono mrefu ndugu yangu. Utafungwa. Hapa hakuna uozi. Kama mulichezeana huko. Hii ripoti leo mimi nitahakikisha ifika kwa babako. Bako mimi namjua. Enuka uende zako. Na wewe kama mtafutia huyu mwanamke uulizia, usinafunza. Utakwenda fungwa wewe. Enuka, hakuna uozi. Na babako mimi nitapatia hizi habari. Hapa kwangu sitaki mchezo. Lakini nafsi yangu inalia kwa sauti isiyosikika. Sisi hapa tushakubali, ni nyinyi wenyewe mjipange na mniambie. Sawa mama, nimeshukuru. Acha jipange, alafu inshallah nitarudi tena siku nyingine. Haya, tujaliwe baba, uende salama. Kwa heri shemeji. Karibu tena. Keshaenda. Haya baba, uende salama. Kufanya inshallah tutapata siku nyingine. Haya, Mungu atujalie inshallah. Inshallah. Sasa basi mwanangu, we kwa hilo we niachie mimi nitamfuata. Nadhani huwa aliwanielewa. Nitaongea naye, akikubali atakuwa kwako, na kama akikataa mwanangu itakuwa pia si riski. Wewe tu endelea na kufocus na maisha mwanangu. Yuko kwako utapata. Waonaje kwa hilo? Wajua wewe focus tu na maisha. Hayo mapenzi mwanzo ataongeka pembeni mwanzo. Sasa ndio unaniambia niaeke pembeni. Ile time ulikuwa unanisubiria kila siku, nilikuwa sipomoi. Kwa sababu ulikuwa unanitaka kuniletea mwanamke ambaye alikuwa simpendi na tabia mbaya. Ndio nikaona wewe kama umetinia kuoa, afadhali kukuletea mwanamke. Kwani ni mbaya? Sasa sister. Hello. Yo, inakuwaje? Fresh. Natokelezea sasa hivi. Sasa hivi nakuja. Tupatane baadaye. Naona mzungu ndio huyo ashanipigia tafuta location. Kwa hiyo nitamuelezea tutakuja. Mpaka pesa mbona ananipa kwa ajili yako wewe. Maana baba mwanangu, jambo. Wewe ana maka ni kukae. Kopo lakini bro. Niko poa. Shida ni nini? Ni long story. For now, tuongelee tu kitu kingine. Sawa bro. Kuna yale mambo tuliongea juzi. Yako sawa? Yale mambo yako sawa bro. Na niliweka sawa. Na kila kitu utakipata kiko sawa kabisa. Tuende tuangalie. Ndio ni hakikisha kwamba ni sawa kweli. Sawa, tunaweza kwenda tukaenda tukaangalia. Niambie kutoka juzi.
Big man. Oi, what's up? Za masiku ndugu yangu. Alhamdulillah. Unajua nini? Natoka kuonana na Shwaledi. Ndio. Anasemaje Shwaledi? Maneno si mabaya. Si? Maneno si mabaya. Licha yale ambayo umetokea bro, bado unani mind mtoto sio? Mwanangu. You are my magic bro. Siwezi kuacha. Mimi nishakusetea mchongo kama vipi, kila kitu fresh. Aminia sana G. Au si? Ndio ndugu yangu. Kama vipi mwanangu? Ndio nashukuru. Kabisa ni mambo kazi hapa na pale. Hela. Mwanangu kila kitu kipo tayari. Zipo hela. Twenzetu. Sawa. Twenzetu. Sikiza mwanangu. Ndio, yule ashajua wewe si mshindi. Ndio wewe ukifika pale unaongea hata kibibi ongea. Ndio mamangu ni baba mzungu. Au si? Rasha mwenyewe nakubali mwanangu. Sasa bro, niambie tangu huu muda wote ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa nimesafiri nimeenda TZ, nilikuwa nimeenda kuangalia familia kule. Kwani familia yako siku hizi inakaa TZ? Inakaa TZ. Okay. Nilikuwa nakuja tu mambo na kazi alafu narudi. Basi sikuwa ijua kama familia yako iko Tanzania. Mimi na brada yangu basi ndio tunaishi huko pekee yetu, tuko Tanzania. Basi mimi na familia yangu mimi niko nayo hapa. Although sahii watoto wangu wako kwa brada yangu na sister yangu. Wacha nikawapigia kwanza simu nikawajulia hali, maana mchana wote sijawajulia hali. Ni sawa, ni vizuri pia kuwapigia simu pia kuwajulia hali. Ni vizuri kuwajulia hali. Na wewe kwanza sasa hivi uko na watoto wangapi? Mimi niko na brother, niko na brother yangu, alafu niko na wawili tu pekee. Mashaallah. Kumbe uko na watoto wawili? Lakini ni vizuri sana. Nimefurahi kukuona bro. Mimi nimefurahi kukuona. Namba ndio hii. Umepata namba huko kuna. Mr. Rhymes. Mambo vipi brother? Niambie hali ya huko. Watoto wangu na dada wote wazima? Cute ameenda madrasa. Vizuri. Mimi nampenda sana huyo mtoto. Maana anazingatia sana. Wakosi, lakini huyu dadake mwingine huyu Zaida ako na problem. Sijui kama huko kwako amechange. Yes. Nilijua tu. Huyo Mariam ndiye anamregesha nyuma huyo anti yake. Na sijui kwa nini amemshika hivyo. Yaani hawezi fanya mambo yake peke yake, lazima amshirikishe na huyo anti yake. Nilikuwa nawajulia hali. Ila zingatia huyo Zaida, maana mambo yake si mazuri sana. Cute akirudi msalimie sana. Mwambie bado nampenda. Mtoto wangu. Sawa bro. Poa. Action. Vipi bro? Amesema uko salama? Amesema uko salama sana. Pia nashukuru maana yule binti yangu mdogo nasikia ameenda madrasa. Ameenda madrasa. Anazingatia sana, ninapenda. Mashaallah. Mwambie afanye bidii. Sawa, acha mimi nitoke. Nenda nikaangalie familia huko. Okay, mimi acha nirudi huko nyumbani, sijajua tangu ahamie huko kwa brother yangu. Niko peke yangu. Sawa bro. Na kama unavyojua kuna kuku, vitu vya kufanya. Sawa bro. Tutachokiana. Safi. Sianguke bwana. Hizo umekuwa mlevi sana. Mimi